kuwakumbusha viapo vyenu, lakini pia na uadilifu kazini, ili na sisi tufike kwenye hatua ya ustafu kama wastaafu wetu walipofika. Na ninyi mnaoingia kwenye utumishi wa umma, nimewaambia hakikisha kwamba mnazingatia maadili ya kazi yenu, viapo vyenu mlivyoapa vya utumishi, ili mfike kwenye hatua ya ustafu kama wazee wetu walipofika. Tunawapongeza sana wazee wetu. Mkazingatie, mtapata kinua mgongo, lakini mkakitunze vizuri sana. Msirudi tena kesho tukaona mnaadhirika. Kwa hongereni sana kwa hatua hiyo, lakini sisi wengine ambao tumebaki tuendelee kuiga mfano. Lakini jambo jingine, katika maadili ya kazi tunaamini pale lazima mwe na uaminifu mkubwa, mwe na uzalendo mkubwa, lakini mwe na upendo na utiifu. Ninyi wenzetu watu wa afya, wateja wenu wakubwa ni wagonjwa ambao ndio sisi. Ukiwatumikia vizuri, ukawahudumia vizuri, jamii itakulipa. Ndio maana tumeona mfano hapa, kuna wachache ambao wamezawadiwa kwa utumishi wao mzuri. Nimefurahishwa kuona watumishi wanapewa zawadi kwa utumishi bora, utumishi wa heshima. Hilo jambo sisi wengine lazima tuliige sana. Ukifanya mazuri yataonekana na mabaya yataonekana pia. Na kwa mazuri utakayofanya utalipwa kwa mazuri yako. Leo sio siku ya hotuba, ni siku ya furaha na kusherekea. Lakini pia kuwaaga ndugu zetu ambao wamefikisha umri wa utumishi na kuwakaribisha wale ambao wanaingia. Lakini pia kutujumuisha pamoja kama familia moja. Lakini tumeona na ndugu zetu wadau mbalimbali wa maendeleo ambao tumeungana nao hapa leo. Niwapongeze sana kwa kushiriki nasi. Na mnatuonyesha namna gani tumekuwa na ushirikiano mzuri, taasisi, mashirika binafsi, lakini pia na serikali yetu. Hii yote ni kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna anaweza kutuunganisha. Leo siku hii ni siku kuu ya kuwakaribisha ndugu zetu ajira mpya na kuwapongeza wafanyakazi bora na kuwaaga watumishi ambao wamemaliza muda wao kwenye utumishi wa umma na kuwapa zawadi viongozi kadhaa ambao idara imewaainisha. Ni lazima tumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa mambo makuu aliyofanya katika idara zetu za afya. Ukisoma ilani ya mwaka 2020-2025, ibara namba 81, kuanzia kifungu cha kwanza mpaka kifungu cha 10 na kuendelea, utaona mambo aliyofanya Mama Samia ambayo yametajwa kwenye ilani. Masuala ya majengo, masuala ya ajira, masuala ya NHIF, masuala ya CHF, masuala ya madaktari bingwa kutembelea kwenye wilaya zetu, mambo mengi sana. Mimi niwaombe kwa kutumia hadhara hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mambo mazuri ambayo ameyafanya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, niombe sisi kama idara ya afya tutamshukuru mama huyu mwezi wa 10. Ukifika mwezi wa 10, shukrani zetu zitakuwa pale. Sawa sawa jamani, kwa sababu kutoa ni moyo, si utajiri. Ukiwa nacho simnyime mwenzako. Tumeelewana jamani? Ndio. Kwa hiyo mnisikilize vizuri, msikie usia wangu kwenu, na pia na viongozi wetu wapo. Naamini kwamba na wenyewe watajua kwamba bwana, mimi naamini kwamba hawana mashaka na mimi. Si kweli jamani? Ni kweli. Mimi ni mtu ambaye nimenyoka, pia na kipenzi changu tumenyoka. Naamini hapa lazima tufanye jambo. Kwa sababu nakumbuka, nafikiri kama zimepita kama wiki ngapi, nimeenda pale Sungusungu. Nilishtukiza tu. Nenda pale Sungusungu, nikashtukiza ziara ya kushtukiza. Mimi wasiagi kwamba nakuja, nikamwambia Daktari Mwanga, akapigiwa simu, alikuwa kikao, demoka mruhusu, akasema kuna mgeni, hakujua mgeni namna gani. Kwa hiyo nilipoenda kule nilikuta vitu vingi sana, nikajifunza vitu vingi sana. Watumishi wa jamani, kuna sehemu inabidi tuwasaidie. Amina. Nilipoenda pale, kwanza nikaanza na mtu wa usafi. Mimi jamani, naanza wale watu wa chini. Mtu wa usafi anayefanya usafi nje, anayefanya usafi ndani, lazima tuanze na hao. Nikaanza na hao. Nikamkuta mwingine gambuti yake imechanika, nikamuuliza kwa nini imechanika. Muda huo nikatoa maelekezo. Nyamwanga mashahidi, daktari yupo, atadhibitisha.
walikuwa mmoja, alikuwa anafanya kazi nje na pia ndani. Wale usafi walikuwa ngapi? Wawili. Nikasema kwa sababu mimi napenda afya na mimi ni mlezi, lazima nitende jambo. Nimeanzia kule Sungusungu na pia nitaenda sehemu zote. Amina. Vijijini nitafika, nitakuja, mimi nitaonyesha kweli kweli. Kama una tabia yako kweli utaiacha. Sasa nilichokifanya, nikaanza kwanza mfanya usafi wa nani? Wa nje. Alikuwa mmoja. Nikaongeza mwingine. Hapo vipi? Alikuwa anakuwa 100,000, nikamongeza 200,000, kwa laki ngapi? 300,000. Kwa sababu anakuwa shilingi ngapi? Mkurugenzi alikuwa analipo 100,000. Mimi kwa upendo, kwa sababu nalelewa na huyu mama mpendo kabisa, nikaamua pia kusaidia serikali yangu pamoja na jamii yangu. Nikaajiri mtu mmoja. Sawa kwa upande wa nje. Na yule mwingine akawa analipo shilingi ngapi? Nikamongeza 200,000, akawa analipo 100,000, laki ngapi? 300,000. Yule niliyemuongeza ikabidi nimlipe shilingi ngapi? Kwa sasa hivi rafiki yangu ameshapata ajira mtu hapo tayari. Sasa hivi wako wangapi? Wawili, si ndivyo Yes. Nje ni wawili, niongeza moja. Kwa ndani niongeza wawili. Kwa ndani walikuwa wawili, walikuwa wale wafanya usafi, wale wanafua nguo, niongeza wangapi? Wakawa ngapi? Alafu wale walikuwa na 100,000, niongeza wakawa 200,000. Kwa hiyo kuna mmoja amefanya miaka 10 pale. Nikasema kwa sababu umefanya miaka 10, unakuwa 100,000, ikabidi nimpe shilingi ngapi? 500,000. Hapo vipi? Inatakiwa ufute watu machozi, usiwe kitunguu cha kulisha watu nini? Kutoa watu machozi. Sasa jamani, mimi wafanya kazi wangu nawaambia hivi, wamekaa hapo wananisikiliza, wamekuja baadhi, nina wafanya kazi 300, zaidi ya 300. Hapo vipi? Zaidi ya 300. Lakini naambia hivi, unapotoka nyumbani kwako ukiwa una majonzi, unapokuja kazini unabidi upate sehemu ya faraja. Jamani mpo? Unapotoka nyumbani umekorofisha na mke wako na mme wako, unapokuja kazini sehemu ya fanya nini? Ya kufurahi. Amina. Kwa jamani watumishi hapo nilipo jamani, mimi ninawasaidia nyinyi. Na pia nile pale DMO, Mheshimiwa Mkurugenzi, DC, mgeni rasmi. Nienda pale kuna chumba cha upasuaji wakifanyia operation, kulikuwa na hamna mlango. Nikatoa siku 3. Zilipita siku ngapi? Mlango umewekwa. Hapo vipi? Tarime, jiografia yetu, mazingira ya kazi muda mwingine ni magumu. Kwa hiyo kama idara tunaandaa hafla hii kwa ajili ya kutambua mchango wa watoa huduma na kuwatia moyo kwa kazi wanayofanya. Na hii hafla yetu ya leo ni muendelezo wa hafla nyingi ambazo zimetokea na idara ya afya kwa halmashauri ya wilaya ya Tarime. Tumekuwa na umoja kuanzia tarehe 28 mwezi wa 11 2022 mpaka leo Juni 2025, ambapo kupitia umoja huo tumeweza kukusanya kiasi cha shilingi milioni 93,777,556, ambayo hii ni michango ya watumishi wa idara ya afya na taarifa nimekuwekea mezani. Lakini fedha hizi zimekuwa zikiwanufaisha watumishi wa idara ya afya ambao pia nimewaorodhesha hapo, walikuwa wakipata changamoto mbalimbali na kupitia umoja huu wamekuwa wakinufaika na kutatua changamoto zao. Lakini katika kiasi hicho cha milioni 93, milioni 10 imetolewa na mdau Lini Company ambaye ni mlezi wa idara ya afya, na ndo kiasi ambacho kimetumika kuandaa hafla hii ya leo. Kwa hiyo kwenye milioni 93, milioni 83 ni michango ya watumishi wa idara ya afya na milioni 10 ni michango ya mdau Lini Company. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuongezea, kwa nini iwe Afya Day na isiitwe jina lingine? Sisi watu wa afya tunajisikia proud na kazi yetu, cha kwanza, na nahisi wageni waalikwa wote ni mashahidi. Tunasema mikono iliyobarikiwa ni mikono ya mtoa huduma za afya, si ndio? Kazi yetu ni kazi pekee ambayo maisha ya binadamu yanapoanza, sisi ndio tunamuona binadamu
kuja duniani, si ndio? Lakini binadamu pia anapoondoka duniani, ni sisi hawa watu wa afya pia tunahusika, si ndio? Kwa hiyo kazi yetu kwa namna moja au nyingine ina positive impact katika maisha ya binadamu. Na kwa kusema hivi simaanishi kuwa fani zingine hazina umuhimu. Madaktari wapo na mainjinia wapo. Daraja likibomoka, daktari hawezi kuitwa kwenda kutengeneza daraja. Kwa hiyo fani zote zina umuhimu, lakini sisi tunajivunia kuwa watu wa huduma za afya, na tuko hapa kuonyesha namna gani tunapambana, tunatoa huduma, tunaokoa maisha ya watu, na tunajivunia kuwa watumishi wa afya.